kazi unayoifanya ni nzuri, kwa sababu kazi inakufanya uweze kula, kazi inakufanya upendeze, kazi inakufanya uweze kusomesha watoto wako, kazi inakufanya uweze kuitwa mtu, kazi inakufanya uheshimike. Lakini usipokuwa makini, kazi yako inaweza kusababishia stresi na maumivu makali kwenye maisha yako, hasa unapofanya kazi nyingi bila mpangilio maalum. Kwa hiyo jifunze kuwa na kiasi unapokuwa unafanya kazi yako, kwa maana hakikisha unapata muda wa kupumzika, hakikisha unapata muda wa kukaa na familia yako, hakikisha unapata muda wa kufanya mazoezi. Usipende kufanya kazi muda wote, sababu inaweza kupelekea kuwa na stresi na maumivu kwenye maisha yako. Kwa hiyo leo unapokuwa na stresi, inaweza kuathiri afya ya mwili wako, kwa maana stresi inaweza kuathiri ubongo wako na inaweza ikaathiri moyo wako, kwa sababu inaweza kupelekea uvimbe kwenye ubongo. Stresi inaweza kupelekea high blood pressure and low blood pressure. Kwa hiyo jifunze kufanya kazi kwa kiasi, kwa sababu kazi unaoifanya inaweza kupelekea kulazwa unapofanya bila mpangilio maalum. Kwa hiyo unapaswa ufanye kazi kwa kiasi. Kazi inaweza kupelekea kuwa na msongo wa mawazo, kazi inaweza kupelekea kushindwa kunyanyuka, hasa unapofanya kazi nyingi bila mpangilio maalum. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kuhakikisha unafanya kazi kwa kiasi. Hii itapelekea wewe kuweza kupunguza msongo wa mawazo na maumivu makali kwenye maisha yako. Kumbuka, kazi ni nzuri, kwa sababu kazi itakufanya uweze kupendeza, kazi itakufanya uweze kusomesha watoto wako, kazi itakufanya uweze kuitwa baba, kazi itakufanya uweze kuitwa mama, kazi itakufanya uheshimike. Lakini unapofanya kazi kupita kiasi, inaweza kupelekea matatizo ya afya ya akili, hasa unapoanza kufanya kazi bila mpangilio maalum. Itapelekea kuwa na stresi ambazo zitakwenda kuathiri ubongo wako pamoja na moyo wako. Kwa hiyo jifunze kufanya kazi kwa kiasi, kwa kuhakikisha unapata muda wa kupumzika, pata muda wa kulala usingizi wa kutosha, pata muda wa kufanya meditation, kwa maana pata muda wa kujitathmini, pata muda wa kuhakikisha unaongea na familia yako, kwa maana kuwa na muda na familia yako. Hii itakupelekea wewe kuweza kuishi maisha ya furaha na yenye mafanikio, bila kusahau mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asante sana kunisikiliza, na Mungu awabariki.